Heshima na utukufu ni za kwako, Bwana mabwana, Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka ni vya kwako. Asante kwa sababu ya wakati huu tena Bwana, tungali mbele zako katika majira haya. Tunakuomba Bwana, pokea utukufu na sifa na heshima katika alfajiri hii ya leo. Unastahili peke yako Bwana, hakuna wala hatatokea mfano wako. Wewe ni Mungu wa pekee wa milele, unastahili sifa na heshima. Asante kwa matendo yako makubwa yanayotisha kama nini. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako, na utaendelea kuwa pamoja nasi for the glory of your name, our Father. Amen. Acha tuendelee tena katika asubuhi ya leo kwa vile ambavyo Bwana ametupa neema ya kuendelea. Tumekuwa tukiangalia ujumbe unaosema baada ya kuwa tokeo la kazi ya msalaba, sisi tunakuwa maalum. Baada ya zile kanuni ambazo Roho Mtakatifu ametupa kuzipitia, tunakuwa watu maalum, na unapokuwa mtu maalum unapaswa kuishi kimaalum. So tutasoma hapa na tusome hapa kwenye kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto, nisome Wakorinto wa kwanza sura ya 6. Tusome kwanza mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 12. Na Mungu anasema hivi: ukishakuwa wewe ni mtu maalum tayari, wewe ni tokeo la kazi ya msalaba, kuna vitu unapaswa kuwa makini navyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema mstari wa 12, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo kubwa la kuelewa ni kwamba ni kweli vitu vyote ni halali, kwa sababu vingi tu vina nembo ya TBS na vingi tu watu wengine wanafanya. Lakini nataka uelewe, mtu maalum hafanyagi kila kitu kwa sababu tu watu wanafanya. Nataka uelewe, watu ambao ni maalum, watu ambao wamebeba umaalum ndani yao, hawafanyagi vitu wote kwa sababu kuna wengine wanafanya hivyo vitu. No, hawafanyi hivyo, hawafanyi hata kama vinafaa, hata kama ni vizuri, vinaonekana vya faida. Hawawezi kufanya kila kitu. Hapana, kuna vitu vingine ambavyo inawezekana ni vya faida kabisa, vya kawaida, na watu wengine wanafanya ni vya kawaida, lakini wao watazuiliwa kufanya kwa sababu wao ni maalum. Bwana Yesu asifiwe. Haitawezekana wafanye hivyo vitu kwa sababu hata kama watu wengine wanafanya, lakini wao they are special, na kwa sababu wao ni watu maalum, hawataruhusiwa kufanya. Na maana Paulo anasema no, vitu vyote ni kweli ni halali, lakini si vyote vinavyonifaa. Atusaidie Mwokozi Yesu. Ni kweli vyote ni halali, lakini sio vyote vinavyonifaa. Kuna vingine ambavyo kwangu havifai, kuna vingine ambavyo kwangu havitafaa. Ni kweli, unajua kula chakula kwa mfalme kule inawezekana ilikuwa ni kawaida na mtu akipata hiyo ni fursa, lakini Daniel anasema no, hii haiwezekani kwa sababu ni unajisi. Jamani, Yesu na atusaidie sana. So you have to understand, watu maalum hawakulagi, hawatumiagi, hawafanyagi kila kitu ati kwa sababu wengine wanafanya. No, kuna vitu vingine they have to avoid. Ni kweli ni sawa, lakini Roho Mtakatifu anakuambia ni kweli, hiki ni sawa, lakini kwako wewe haitakiwi. Atusaidie Mwokozi Yesu. So ndio maana kwenye maisha yetu muda wote tunapaswa kusikiliza Roho Mtakatifu anasema nini. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo ni vya kawaida, ungelitakiwa ufanye, lakini Roho Mtakatifu anakuambia no, sio wewe. Ndio vinafanyika, wacha wafanye wao, wewe hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, wacha wafanye wao, lakini wewe haifai, haitakiwi hiyo. Ndio ni jambo zuri la kimila, lakini wewe kwako haifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema Yesu asifiwe. Haifai, anakukataza. So watu maalum hawafanyagi kila kitu. Sio kila kitu kinafaa kwa watu maalum, hapana. Vingine havifai. Yesu na atusaidie mno. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni muhimu sana tukaelewa hiki kitu. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Sio kila kitu tutafanya tu kwa sababu inaonekana tu ni sawa. Hapana, kuna vitu vingine tutalazimika kuvikataa. Kuna vitu vingine tutalazimika kuviacha kwa sababu vinaonekana Roho Mtakatifu hataki, na hatuwezi kufanya kila kitu sisi. Bwana Yesu na apewe utukufu mwingi. Hatuwezi kufanya kila kitu. Hapana, kuna vitu vingine tunapaswa kuviacha. Yesu na atusaidie. Hiyo Wakorinto wa kwanza 10:23 anasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Vingine ni vya kubomoa, vingine vinakuja kukuharibu bro. Vingine vinakuja kukuharibu, vinaharibu leo maalumu wako. Ni kweli vinafaa, lakini
haitakiwi. Yesu na utusaidie sana. Roho Mtakatifu anapoangalia anaona wewe kwako haifai kulingana na kile ambacho umebeba. Ni kama kusema hivi, ngoja nikupe mfano. Sikia jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Anataka uelewe vizuri. Hebu elewa vizuri katika jina la Yesu. Iko hivi, ndio maana kuna vyakula vingine ni vya kawaida vizuri, havina shida, lakini mama ambaye ni mjamzito anaambiwa hapana, wewe usile. Kwa nini? Kwa wakati huo, kwa kipindi hicho, yeye ni maalumu, na ule umaalumu alioubeba hauendani na hivyo vyakula, vinakataana. Maana ule umaalumu utaharibiwa na vile vyakula, au vile vyakula vitaharibu ule umaalumu. Wanaambia hapana, usile, maana kile kilichobebwa ndani hakiposi kugusana na hivi vitu, mimba itaharibika. Wewe mama usile hivi vitu, anazuiliwa. Yesu na tusaidie sana. Anazuiliwa asile, maana vitaharibu hiyo mimba. Sasa mtu ambaye ni maalum, kuna kitu anabeba ndani, anakuwa karibu sawa na mjamzito, sawa na mtu mwenye mimba. Amebeba hiyo kitu, amebeba ni ya thamani, haipaswi kutumika ovyo ovyo, haipaswi kukusana na kila kitu. Kuna vitu vingine ambavyo vikigusana na hiyo kitu iko ndani, hiyo kitu itaharibika. Lazima umakini unahitajika hapa. Na hapa anasema vitu vyote ni, lakini sio kila kitu kinajenga. Vingine ni vya kubomoa, vingine vya kuharibu. Kwa hiyo sio kila kitu utashiriki kwa sababu eti ni rafiki yangu. Hapana, vingine unapaswa kuacha. Atusaidie Mwokozi Yesu. Hali vingine unapaswa kuacha, vingine unapaswa kuepuka, kuachana navyo kabisa, kwa sababu wewe ni maalum. Sio, ni muhimu sana ukajijua, jielewe, jifahamu, jitambue. Yesu na atusaidie sana. Huwezi kushiriki tu kila kitu tu unashiriki tu, hapana. Vitu vingine tunajua, wakati mwingine kuna vitu vingine ni vya kifamilia. Ndio, vingine ni vya kifamilia kabisa, ni vitu tu vya pengine vya mila hivyo. Inawezekana si kwamba ni vitu vibaya, si makosa, lakini Roho Mtakatifu anaweza kukuambia hii hapana. Yesu na atusaidie. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia hapana, hii hutafanya. Ni kweli inafanyika na wengine inafanyika, lakini kwako wewe hapana. Yesu na atusaidie sana. Nenda kamuulize mke wa Manoa, au nenda kamuuliza Manoa mwenyewe. Wakati malaika alipokutana na mke wa Manoa, akamwambia, sikia, wajawazito wengine wote wanakunywaga divai, hakuna shida. Wajawazito wengine wote wanakulaga vileo, hakuna shida. Wajawazito wengine wote wanagusana na mizoga, hakuna shida. Lakini kwako wewe inakupasa uache, kwa sababu kinachozaliwa sasa special sana. Ni kijana wa ajabu, ni kijana maalum ambaye Mungu ana kazi na yeye. So itakubidi uepuke na unajisi wa namna yoyote, itakubidi uepukane na dhambi, itakubidi uepukane na divai na kileo chochote, itakubidi uepukane nacho. Yesu atusaidie, kwa sababu kinachozaliwa ni maalum. Ungetaka kujua, muulize, hebu angejaribu kugonga divai wakati akiwa mjamzito, angejaribu kula hiyo kitu, angejaribu kufanya vile vitu ambavyo malaika alimwambia asifanye, unafikiri katoto kangezaliwa? Lakini alionywa mapema, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kweli. Hata wajawazito wengine ni kama anamwambia malaika, ni kama anamwambia ni kweli, wanakulaga tu, wanakunywaga, hakuna shida. Lakini kwa wewe, yani ni issue ni wewe, kile unabeba hakiendani na hivyo vitu, ni tabia za kawaida. Sikia nikwambie, Roho Mtakatifu na wakati anakuambia ni kweli, hivi vitu ni sawa kabisa, wengine wanafanya, si kwamba ni vibaya, lakini kwako wewe, mimi nimekataa hivyo, sitaki. Yesu anatusaidia sana. Ni kweli sio tabia mbaya, lakini wewe haipaswi ufanye hivyo. Ndio, wewe haipaswi ufanye hivyo. Ni kweli, yani moja mbili tu, lakini wewe hutapaswa kufanya hayo. Haifai, usifanye hayo. Yesu anatusaidia sana. So ni kama nakuambia, ni kweli inafanyikaga au ulikuwa unafanyaga, lakini kwa sasa stop. Na hakutakuwa na maswali. Bwana Yesu na asifiwe sana. So ni muhimu sana ukajua, yani kujiepusha na baadhi ya vitu. Kuna vitu, ndio maana Paulo anasema vitu vyote ni kweli, ni halali, lakini mimi hapa sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Anasema tena vitu vyote ni halali, lakini sio mimi, sio vyote vinavyonijenga, vingine vinanibomoa. Kwa hiyo sitashiriki kila kitu.
Sio kila kitu nitashiriki, hapana. Vingine nitakatana navyo kwa sababu kuna shida au vina shida ndani yake. Yesu na atusaidie sana. Kwa umakini unahitajika sana. Anasema vyote ni halali, lakini si vitu vyote vijengavyo. Haleluya sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni muhimu sana tukashika, tukaelewa vizuri. Kuna vitu unapaswa kujilinda navyo, kuachana navyo. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuachana navyo. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuviacha kabisa. Ujilinde navyo katika jina la Yesu. Na Mungu akupe neema sana. Ndio maana ninasisitiza sana kwenye habari ya kumsikiliza Mungu. Usifanye kitu kienyeji. Usifanye vitu kienyeji, hapana. Yaani bora uchelewe kufanya, lakini unafanya kitu ambacho ni kamili, ni sawa na ndivyo kinavyotakiwa, ni sahihi. Yesu atusaidie sana. Kuliko uwahi kufanya alafu unafanya vitu ambavyo havina maana, vitu ambavyo sio sahihi. Yesu na atusaidie sana. So umakini unahitajika sana, uwe kijana uwe mzee, umakini unahitajika. Kusikiliza Mungu kwa asilimia zote 100. That's very important. Ni muhimu sana kwako, ni muhimu sana kwangu, tena zaidi sana kwangu mimi, ni muhimu sana. Mimi napenda hii kitu zaidi kuliko vitu vingine. Yesu na atusaidie sana. So unaona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anazungumza hapa. Yaani ni muhimu sana sana tukaelewa. Yaani kwamba ni kweli sijasema, hata Paulo anasema sio kwamba mimi nasema sio halali. Hapana. Tatizo havijengi. Vinanibomoa. Kwangu mimi haifai. Yesu atusaidie sana. Rudi pale kwenye kitabu cha Danieli. Tumekuwa tukiangalia jinsi umaalumu unavyofanya kazi, na tumekuwa tukiangalia hapo. Hasa ni muhimu sana tukaelewa kwamba tukishakuwa tokeo la kazi ya msalaba, sisi ni watu maalum, na ukishakuwa mtu maalum, kuna vitu vingine nakupasa kuepukana navyo. Inakubidi uepukane navyo kwa sababu si sawa kwako kufanya, maana kuna umaalumu unaoubeba. Sura ya 2 anasema hata katika mwaka wa 2, kitabu cha Danieli sura ya 2, hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa hapa Mungu anataka kuonyesha utofauti. Kuna vile Mungu anataka kujitambulisha katikati ya Wakaldayo, anataka kujitambulisha katika nchi ya Shinari, anataka kujitambulisha ndani ya Ukaldayo. Yesu na atusaidie sana. Nataka ujue mambo haya kadhaa. Mungu anajitambulishaga kwa watu kwa kupitia watu wengine. Ngoja nirudie tena. Mungu anajitambulisha kwa watu kwa kupitia watu wengine. Na hajitambulishi kupitia hao watu, hawapitia hao watu tu ili mradi. Hao watu wanakuwa ni watu ambao ni maalum, ni watu wa kipekee. Haijalishi wana hela ama hawana hela. Wamesoma au hawajasoma. Wana uwezo, wana vyeo ama hawana vyeo. Mungu anaweza kuwatumia hao watu kujitambulisha tu wakati wote. Na kitu ambacho kinawachanganyaga watu wengine ni kwamba Mungu anapotumia watu ambao hawana PO box, anatumia watu ambao hatuna PO box kuleta ujumbe fulani au kufanya kitu fulani. Anapowatumia hao, mara nyingi sana jamii ya ulimwengu tunachanganyikana, tunachanganyikiwa. Kwa sababu gani tunachanganyikiwa? Ni kwa sababu tulitegemea mambo haya yatendeke mahali fulani. Lakini wacha nikuambie kitu kimoja, my brother and my sister. Sawa? Yaliyotarajiwa au kilichotarajiwa kinapotokea palipotarajiwa, hii huwa sio ajabu. Lakini kinachotarajiwa kikitokea pasipotarajiwa, hii ndio ajabu, ndio muujiza. Kama siku utasikia simba ameliwa na swala, hapa ndio ajabu ambayo hata BBC wataitangaza. Nataka uelewe jambo moja. Unapoenda kwenye tabu ya maji, ile bomba la maji, ukafungua alafu yakatoka maji, hiyo sio ajabu, ni kawaida, na wewe utachota na utaondoka. Lakini once utaenda pale ufungue ile tab na itoke asali au yatoke maziwa, hii mpaka ifike ndani ya masaa 3, waandishi wa habari wengi sana watakuwa wamejaa kwenye hilo eneo kushuhudia kile kinatokea, maana sio cha kawaida. Yesu na atusaidie sana. Hasa kinachowachanganya watu ni kwamba kinachotarajiwa kinatokea pasipo tarajiwa. Walitarajiwa kutumika watu wa namna fulani, wa viwango fulani, wanatumika watu ambao hawana PO box. Hii inawachanganya watu. Watu wanachanganyikiwa.
Ndio kitu kiliwachanganya Israeli mpaka na leo hawamwamini Yesu, kwa sababu walitegemea anazaliwa kwenye nyumba ya Herode, alafu ghafla anazaliwa kwenye mji maskini, mji unaitwa Nazareti, tena katika familia maskini, familia ya carpenter, anaitwa Yusuf. Yesu atusaidie sana. So muhimu sana ukajua, naomba uelewe jambo hili. Mungu anapotaka kujitambulisha mahali, anatumia watu wengine. Kuna watu anawatumia kutambulisha uwepo wake ndani ya mahali fulani. Sikia, Mungu anapotaka kujitambulisha kwa watu, kwa kundi fulani, anatumia mtu mwingine. Yesu na atusaidie sana. Ndio na maana alipotaka kujitambulisha ulimwenguni kwa namna ya tofauti, alimtumia Ibrahim. Mpaka na leo hii wengi tunaelewa, wengi tunajua alimtumia. Yesu na atusaidie sana. Na katika kule kutumika ni muhimu kujua, kuna wakati ambapo kuna vitu itabidi ufanye, vingine ni vya kuleta maumivu, vingine vitakuletea maumivu kabisa, lakini inabidi ufanye kwa sababu ya ule umaalum. Yesu asifiwe. Our Father in heaven, this morning we thank you. Asante tena kwa sababu ya wakati huu. Tunakushukuru sana Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu. Wewe peke yako ni Baba, tena ni Mungu, unastahili utukufu na sifa na heshima. Peke yako Bwana, hakuna mwingine. Katika jina la Yesu tunakutukuza Bwana katika asubuhi ya leo. Tunakuinua Bwana katika wakati huu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunasema asante kwa pendo lako.